الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، شهر شعبان هو الشهر الثامن من الشهور الهجرية. mwezi wa Shaaban ambao ndio mwezi tulionao. Mwezi huu ni mwezi wa 8 katika miezi ya hijiria. Nafasi yake mwezi huu ni mwezi wa 8 Kiislamu. Na mwezi huu wa Shaaban, wanasema ahlul ilmi, summiya bidhalika lianna al-araba kanu yatasha'abuna fihi litalabi al-miyahi. Umeitwa mwezi wa Shaaban kwa jina la Shaaban kwa sababu Waarabu walikuwa yatasha'abuna kwa maana yatafarrakuna, wanafarikiana, wanaachana katika hali ya kwenda kutafuta maji katika mwezi huu. Kwa vile walivyokuwa yatasha'abuna, ukaitwa Shaaban kama walivyosema ahlul ilm. Na mwezi huu wa Shaaban shahrun mubarakun, ni mwezi ambao umejaa baraka ndani yake, lakini ni mwezi ambao wengi wa watu wanaghafilika nao. Baina ya mwezi wa Rajab ambayo wengi wao walikuwa wakishughulika kwa kuchinja vichinjwa, na baina ya mwezi wa Ramadhan ambao watu hujipinda kwa ibada, wakaghafilika na mwezi wa Shaaban. Na mwezi huu wa Shaaban yustahabu iktharu siyami fihi, imependekezwa kwamba watu watakikana wakithirishe kufunga sana katika mwezi huu wa Shaaban, kama ilivyokuja hadithi aliyopokea al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, na ameihasanisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadithi as-sahiha, hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma. Qala, amesema Usama, qultu ya Rasul Allah, nilisema kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam, ewe Mtume wa Allah,
lam araka tasumu min ash-shahri ma tasumu min Sha'ban, sijawahipo. Lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, sijawahipo kukuona wewe ukifunga mwezi wowote katika miezi mithili ya unavyokithirisha kufunga katika mwezi wa Sha'ban. Haya anayasema Usama ibn Zaid, anamuuliza Rasuli alayhi salatu wassalam, anataka kujua sababu ya yeye Rasuli alayhi salatu wassalam kukithirisha saumu katika mwezi huu wa Sha'ban. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina rajabin wa ramadhan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun. Hili jawabu la Rasuli alayhi salatu wassalam kwa Usama kwamba dhalika shahrun, Shaabani ni mwezi, yaghfulu an-nasu anhu, watu wanaghafilika nao, baina rajabin wa ramadhan, baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan, wanaghafilika nao watu mwezi huu wa Shaaban. Wa huwa shahrun, na Shaabani ni mwezi, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ambao hurufaishwa matendo ya waja kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo ya waja hupelekwa kwa Allah katika mwezi huu wa Shaaban. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, hivyo napenda ewe Usama zirufaishwe amali zangu na matendo yangu nikiwa nimefunga. Huu ndio mwezi wa Shaaban. Bali amepokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn rahimahumullahu ta'ala, wal lafdhu li Muslimin, na lafudhi ya hadithi si ya Bukhari ni ya Muslim, kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Anasema ummul mu'minin, ma ra'aytu Rasulullah istakmala siyama shahrin qattu illa Ramadan, wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban. Sijawahipo kumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama akikamilisha kufunga mwezi mzima, isipokuwa nimemuona katika mwezi wa Ramadhani akilifanya hilo, na wala sijawahipo kumuona akifunga sana mwezi katika miezi ukitoa Ramadhan kama alivyokuwa akikithirisha kufunga katika mwezi wa Shaaban. Haya ni maneno ya Aisha, yameuzungumza mwezi wa Shaaban. Bali ametaja al-Imamu al-Bukhari tena na al-Imamu Muslim kadhalik, na lafudhi ya hadithi ni ya Muslim kutoka kwa yeye ummul mu'minina ummi Abdillah Aisha radhiyallahu anha, kwamba alikuwa akisema, kana yasumu Shaabana kullahu, kana yasumu Shaabana illa qalila. Alikuwa yani mtume sallallahu alayhi wasallam akiufunga mwezi wa Shaabani wote, alafu anasema alikuwa akiufunga mwezi wa Shaabani isipokuwa masiku machache kabisa, ili ibakie ya kwamba mwezi ambao aliufunga kwa ukamilifu wake mtume alayhi salatu wassalam ni mwezi wa Ramadhani pekee.
hakufunga Rajab wala Shaaban zikiwa kamili, bali mwezi aliofunga kamili ni mwezi wa Ramadhani. Ukitoa Ramadhani, mwezi ambao alikuwa akikithirisha kufunga sana katika mwezi huo ni huu mwezi tuliokuwa nao, mwezi wa Shaaban. Ayuha nnasu ibadallah, kwa kuelewa haya aliyoyasema Mtume alayhi salatu wassalam kwamba dhalika shahrun yaghfulu nnasu anhu, mwezi huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, baina Rajabin wa Ramadhana, baina ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan, wanaghafilika nao. Hakutaka watu waghafilike na huu mwezi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo yambaghi ala almuslimin, yatakikana kwa waislamu imaratu awqati ghaflati nnasi bitaa, kuimarisha nyakati za kughafilika watu. Watakikana waislamu waimarishe zile nyakati ambazo watu wanaghafilika, waziimarishe kwa taa. Ndiyo maana ya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, dhalika shahrun yaghfulu nnasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan. Hivyo waislamu yatakikana kwao wanapoghafilika watu, wao watanabahike, wao wazinduke, hususan katika nyakati za ghafla, wa anna dhalika mimma yuhibbuhu Allah wa yarda, na kwamba jambo hilo ni miongoni mwa mambo ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na anayaridhia. ولهذا كان بعض السلف يستحبون التطوع بين المغرب والعشاء ويقولون هي ساعة غفلة. na kwa ajili ya hili walikuwa wema waliotangulia as-sahabatu al-akarim wat-tabi'una ash-shurafa wa atba'u at-tabi'ina al-kurama, walikuwa hawa wema waliotutangulia wanapendelea kusali sala za sunna katika wakati uliopo baina al-maghribi wal-isha, na wanajenga hoja, wanasema hiya sa'atu ghaflatin, ni wakati watu wengi wameghafilika. Huu ni wakati ambao watu wanaghafilika kutokana na ibada. Kwa hiyo wanautumia ule wakati ambao watu wanaghafilika wao kujipinda katika taa, wao kujikita katika kheri. Naam, hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Na ukitazama sababu ya kufadhilishwa kipande au theluthi ya mwisho ya usiku ikawa ni bora kuliko theluthi mbili za mwanzo wa usiku, sababu iliyopelekea kufadhilishwa athuluthul akhir min al-layli ni sababu kwamba wengi wa watu wakati huo wamelala, wameghafilika, wanakoroma, wapo kwenye usingizi mzito. Ukafadhilishwa wakati ule kuliko awaluhu wa awsatuhu, kuliko mwanzo wa usiku wala katikati ya usiku. Naam, imekuja hadith aliyotaja al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasa'i rahimahum Allah, na ameisahihisha al-Allama al-Albani kutoka kwa Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema Mtume sallallahu aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-layli al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, mahala ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa na ukaribu zaidi na mja wake, sehemu ambayo Allah subhanahu anakuwa karibu zaidi na mja wake ni theluthi ya mwisho ya usiku. Fi jawfi al-layli al-akhir ay thuluthu al-akhir, ni theluthi ya mwisho ya usiku, ule wakati watu wanakula daku,
ule wakati ambao watu wanaisubiria adhana ya kwanza. Huu ndio wakati ambao Allah subhana ameufadhilisha, ndio wakati ambao Allah subhana anakuwa karibu zaidi na waja wake. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, akiwa ananasihi na anaasa alayhi salatu wassalam, anasema fa in istata'ta, ukiweza, kama utaweza, kwa maana ayuhal muslim an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka saa, uwe miongoni mwa wale ambao wanamdhukuru Allah katika nyakati hizo. Ukiliweza hilo, ewe Muislamu, kwamba uwe miongoni mwa wale ambao wanamdhukuru Allah fi tilka saa, katika nyakati hizo, fakun, kuwa. Haya anasema Rasul alayhi salatu wassalam. Wanapoghafilika watu, wakati huo ndio wakati nzuri katika taa. Na ndio maana akasema al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Lataif al-Ma'arif, anasema walihadha yustahabbu dhikru Allah ta'ala fi al-awqat allati yakthuru fiha al-laghu wal-laghtu wa yaqillu adh-dhakirun kama fi as-suqi wa majalis al-laghwi. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بحروفه. anasema walihadha, na kwa ajili ya haya, yustahabbu dhikrullahi ta'ala, inapendekezwa kwa Muislamu amdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala fil awqati allati, katika zile nyakati ambazo yakthuru fiha al-laghu wal-laghtu, hukithiri mambo ya kipumbao, hukithiri maneno ya kipuuzi. Wakati huo yustahab Muislamu akithirishe kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqillu dhakirun, wakati ambao wale wanaomdhukuru Allah wanakuwa wachache, huo ni wakati ambao yapendekezwa kwa Muislamu autumie katika kumdhukuru Allah. Akasema kama fi suqi, kama ambavyo ni hali inayopatikana masokoni, wa majalisi laghwi, na katika vikao vingine vya upumbao. Haya ameyasema al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali katika Lataif al-Ma'arif. Walhamdulillah. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Mtume alayhi salatu wassalam alimbainishia Usama sababu mbili za yeye kukithirisha saumu katika mwezi huu wa Shaaban. Sababu ya kwanza ni kughafilika kwa watu katika mwezi huu. Sababu ya pili ambayo ameitaja Rasul alayhi salatu wassalam, akasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi huo ambao hurufaishwa na kupandishwa matendo ya waja kupelekwa kwa Allah, Mola wa walimwengu wote subhanahu wa ta'ala. Akasema fa uhibbu an yurfa'a amali, hivyo napenda an yurfa'a amali, zirufaishwe amali zangu, wa ana saim, nikiwa nimefunga. Kwa nini ayuha nnas? Kwa nini ayuha nnas? Ahlul ilm wanasema li'annahu ad'a lilqabul, kwa sababu hilo hupelekea zaidi kukubaliwa kwa hizo amali. Akiwa mwenye amali hiyo yuko kwenye taa, naam, wa raf'i darajat, bali hilo hupelekea zaidi kupandishwa madaraja makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu wanasema ahlul ilm
matendo ya waja kupelekwa kwa Allah yamegawika mazingira haya sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni hii. Sehemu ya kwanza ni hii ya mwezi wa Shaaban, kwa maana kwa mwaka mara moja katika mwezi huu wa Shaaban. Alafu amali za waja kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa arrafu alyawmi والعرض الأسبوعي والعرض السنوي. hurufaishwa amali zetu kila siku, hurufaishwa amali zetu kila wiki, na hurufaishwa amali zetu kila mwaka katika mwezi huu wa Shaaban. Ama kila siku ni mwishoni mwa mchana na mwishoni mwa usiku hurufaishwa amali zetu kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amali an-nahari wa 'amalu an-nahari qabla 'amali al-layli. Kharrajahu Muslim. Hurufaishwa kwake subhanahu wa ta'ala matendo ya usiku kabla ya matendo ya mchana, na matendo ya mchana kabla ya matendo ya usiku. Manake kila siku mwishoni mwa mchana na mwishoni mwa usiku hurufaishwa amali za waja kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kwamba anasema Mtume alayhi salatu wassalam, yataaqabuna fikum malaikatu al-layli wa malaikatu an-nahar wa yajtami'una fi salati as-subh ويتبعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. anasema wanapeana zamu kwenu nyinyi malaika wa usiku na malaika wa mchana, wanapeana zamu, wanapokezana na wanajumuika kwa pamoja, wanakutana kwa pamoja katika sala ya alfajiri na katika sala ya alasri, wanapeleka amali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza hawa walihudhuria salatu al-fajri, walihudhuria salatu al-asri, vipi mmewaacha waja wangu? Wanajibu atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun, tumewaendea tumewakuta wanasali, tumewaacha wakiwa wanasali. Wameingia alfajiri kuwapokea wenzao, wameingia alasri kuwapokea wenzao. Hii ni al-ard al-yawmi, kwamba kila siku amali zetu hupelekwa kwa Allah. Ndio maana baadhi salaf walikuwa wakilia, kama vile al-Imam ad-Dhahhak alikuwa akilia mwishoni mwa mchana, anasema amali zinapelekwa, sijui zinapelekwaje amali zangu. Kadhalika alikuwa akilia mmoja katika maimamu, yeye na mke wake kwa pamoja, hawajui amali zao zinapelekwaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, lakini pia amali za waja hupelekwa kwa Allah kwa wiki mara mbili, kama ilivyokuja hadithi aliyoitaja al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Abu Huraira, kama anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, turfa'u a'malu an-nas fi kulli jum'atin marratayn, hurufaishwa na kupandishwa juu matendo ya waja kila wiki mara mbili. Fi kulli jum'a, kila juma, manake kila wiki, marratayn, mara mbili, يوم الاثنين ويوم الخميس, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayughfaru likulli abdin mu'minin, na kwenye riwaya fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a, kipindi zinapaishwa na kupandishwa amali zao, atasamehewa kila mja ambaye hamshirikishi Allah na chochote.
atasamehewa kila mja ambaye hana ushirikina, atasamehewa kila mja ambaye ni muumini wa kweli, illa abdan, isipokuwa yule mja ambaye bainahu wa baina akhihi shahna, baina yake na ndugu yake wana mizozo, baina yake na ndugu yake Muislamu wana mifundo, baina yake na ndugu yake Muislamu wana mashonde, wamekatana, wametetana, hawa hawasamehewi. Fayuqal, husemwa kuambiwa malaika, utruku hadhaini hatta yafia, hawa wawili waacheni hivyo hivyo mpaka watakaporejea. Hawa wawili wenye mifundo rohoni mwao hawasemani, hawa waacheni hivyo hivyo mpaka pale watakapoamua kurejea wakatengeneza kilichoharibika baina yao. Kwa hiyo amali zetu zarufaishwa kila siku, usiku na mchana. Amali zetu zarufaishwa kwa wiki mara mbili. Amali zetu zarufaishwa kwa Allah kwa mwaka mara moja katika mwezi huu wa Shaaban. Hivyo watu wakithirishe mema katika mwezi huu wa Shaaban, na salafu salih walikuwa wakiutumia mwezi huu wa Shaaban hasa mbali na saumu, lakini kadhalik kukithirisha kukisoma kitabu cha Allah, Qur'an. Hasa walifanya murajaa katika mwezi huu, ili mpaka ingia Ramadhani wameshazoea saumu, ili mpaka ingia Ramadhani wameshazoea qiraatul Qur'an. Hivi ndivyo walivyosema wema wetu waliotutangulia, mpaka akasema Abu Bakri al-Balkhi, Abu Bakri al-Balkhi rahimahullah, kama alivyotaja Ibn Rajab al-Hanbali, anasema mathalu shahri Rajab karih, mfano wa mwezi wa Rajab uliopita kabla ya Shaaban ni kama vile upepo unaoandaa mawingu. Wa mathalu Shaaban, na mfano wa mwezi wa Shaaban huu tuliokuwa nao, mathalu al-ghaim, mfano wake ni mfano wa mawingu ya mvua. Wa mathalu Ramadhan mathalu al-matar, na mfano wa mwezi wa Ramadhani ni kama vile mvua inayonyesha. Wakasema ahlul ilm, faman lam yazra fi Rajab, ambaye hakupanda katika mwezi wa Rajab, wa yasqi fi Shaaban, na akamwagilia maji katika mwezi huu wa Shaaban, fa kaifa yahsudu fi Ramadhan, vipi ataweza kuvuna matunda ya mwezi wa Ramadhani? Atawezaje huyu? Ndio wale watu ambao wanalala misikitini, saumu hajaizoea, siku 10 za mwanzo tabu kwake, kisomo cha Qur'ani hakiwezi, hakufanya mazoezi ya saumu. Wanasema ahlul ilm, hii Shaaban kukithirisha saumu ndani yake kal muqaddima, ni kama vile utangulizi wa kuingia katika Ramadhani. Bal baadhi ahlul ilm wakasema hii Shaaban kukithirishwa saumu ndani yake na kisomo cha Qur'an kasunani ratiba, ni kama vile as-sunna inayotangulia kabla ya sala ya faradhi, kabla ya dhuhur kuswaliwa rakaa 4 katika sunani rawatib. Naam, alafu ndipo mtu anaingia kwenye faridha ya dhuhuri, anasali rakaa 2 kabla al-asri, alafu ndipo anapoingia katika faradhi ya alasiri, anasali kablia ya maghribi, kisha ndipo anaingia kuisali faradhi ya maghribi akiwa tayari ana nashat, ana uchangamfu wa kuiendea ile ibada. Wa illa, tutawaona wengi wa watu katika mwezi wa Ramadhani kazi yao ni kulala na kutoa upepo katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, tukuomba bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula, ututhibitishe katika kheri na taa na ibada katika mwezi wa Shaaban. Tukithirishe saum, tukithirisha tilawatu kitabillah, kukisoma kitabu cha Allah, ili tuingie katika mwezi wa Ramadhani tukiwa nushata, tuna nguvu na
Unasikiliza Ilmu Salaf TZ. Hii ndiyo bustani ya elimu. Ungana nasi kwa kusubscribe, kushare na kucomment. Shabakatu Ilmu Salafia.